Hatimaye kiwango cha juu kinachoonyeshwa na wachezaji wa Simba, Anicet Ora, Libase Geye, Selemani Mwalimu, Cletus Chota Chama, Rushain De Rock, Yusuf Kagoma, golikipa Jibo, Shomari Kapombe na wachezaji wengine wakiwemo kina Nixon Kibabage, kimemwezesha kocha wao Steve Barker kutoa tuzo ya kuwa kocha bora wa mwezi Februari. Ndio, Steve Barker ametoa tuzo hiyo baada ya kuwazidi washindani wake ambao walikuwa ni Pedro Gonçalves wa Yanga pamoja na Flora Ibenge wa Azam. Steve Barker ametoa tuzo hiyo kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa kwa umma, inaonyesha kwamba aliwashinda baada ya kucheza michezo mitatu katika mwezi huo wa Februari, mechi za ligi kuu Tanzania bara, akishinda 2, akitoa sare mchezo mmoja na kuiwezesha timu yake kutoka katika nafasi ya 6 kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara hadi kwenda katika nafasi ya 3 katika mwezi huo wa pili. Ndio, inakumbuka vizuri kwamba Steve Barker katika mechi hizi 3 ilikuwa ni pamoja na ya ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya KMC, halafu akashinda akiwa ugenini kwa mabao 2 dhidi ya Tanzania Prisons, lakini vile vile akenda akatoa suluhu dhidi ya Dodoma Jiji, Simba akiwa ugenini kwenye uwanja wa Jamhuri pale mjini Dodoma. Kwa sababu hiyo ndiyo maana timu yake ikawa imeongeza pointi 7 katika pointi ilizokuwa nazo kati ya pointi 9 na kupanda hadi katika nafasi ya 3, na hivyo kumfanya atoe tuzo hii ya kocha bora wa mwezi wa pili. Lakini inakumbuka vizuri vile vile kwamba Simba sio tu matokeo hayo ya kushinda mechi 2 na suluhu dhidi ya Dodoma Jiji, lakini namna ambavyo timu yake imekuwa ikiimarika siku hadi siku katika kucheza inachangia pia kuifanya Simba ipate uhai mpya chini ya kocha Steve Barker, na hasa baada ya kufanya uboreshaji kwenye kikosi chao. Wakati wa usajili wa dirisha dogo, Simba iliingia sokoni na kunasa nyota kadhaa akiwamo Nixon Kibabage walimtoa Singida Black Stars, golikipa Mahamdu Tanja Jibo ambaye amekuwa katika kikosi cha kwanza tangu atue, lakini vile vile wamewapata beki wakati Ismail Olivier Toure. Wapo pia katika nyongeza hiyo Cletus Chota Chama walimtoa Singida Black Stars, Anicet Ora ambaye ni kiungo ushambuliaji akitokea pembeni kushoto, ingawa huingia ndani maana guu lake ni nguvu ni la kulia, lakini katika orodha hiyo yupo pia Libase Geye na wengineo. Matokeo yake Simba imechangamka zaidi hivi sasa kwenye eneo la ushambuliaji kutoka katikati ya mstari wa uwanja. Simba ambayo hutumia mara kwa mara mfumo wake wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 2 ukabaji, 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, imekuwa tishio mno. Lakini wakati mwingine Simba hutumia mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 3 na washambuliaji 3. Katika hao 3 huwa anaanza na Force 9, mshambuliaji bandia ambaye ni Ino Jospin Loemba, ndiye huanza katika eneo hilo. Huyu ni mchezaji walimsajili kutoka katika ligi kuu ya Cameroon alikotoka katika klabu ya Colombe. Ni raia wa Jamhuri ya Kongo, ile Congo Brazzaville, lakini kimsingi yeye ni kiungo. Ameongezeka katika orodha ya viungo wa ubunifu kama ilivyo kwa Cletus Chota Chama. Matokeo yake Simba hivi sasa anapotoka katikati ya mstari wa uwanja kwenda kwa wapinzani imekuwa hatari mno, maana hapa kati ya wachezaji waliopo pia yupo Eli Mpanzu Kibisawala ambaye mara zote anapopata nafasi huonyesha kitu. Katika mechi walioshinda 2-1 dhidi ya Singida Black Stars ugenini kwenye uwanja wa Airtel kule Singida, bao la ushindi alilifunga Eli Mpanzu Kibisawala aliyeingia katika kipindi cha pili. Lakini namna wanavyocheza Anicet Ora kutokea upande wa kushoto akichechafya ngome ya wapinzani kwa upande huo na kuingia ndani, amekuwa tishio mno kama ilivyo kwa Libase Geye. Lakini pia ni katika kipindi ambacho Selemani Mwalimu Gomez amekuwa kwenye kiwango bora zaidi akishirikiana na wenzake hawa wapya, lakini Mwalimu angali akitumikia adhabu ya kutocheza mechi 3. Matarajio ni kwamba ataendelea kuwa sehemu ya wachezaji wa Simba katika kutimiza mipango ya kocha Steve Barker. Simba hivi sasa ingali inapocheza inawapa matumaini makubwa mashabiki wake kutokana na ukweli kwamba inamiliki zaidi mpira, inashambulia katika njia zote, kushoto, kulia, kati, kote kumekuwa na madhara. Na katika mechi yao dhidi ya Yanga kwa mfano ilionyesha namna walivyoimarika, kwa sababu
mpaka mapumziko Simba ilikuwa imeshapiga mashuti mawili ya kulenga shabaha. Watani zao wa jadi Yanga walikuwa hawajapiga shuti lolote katika mechi ambayo mwisho wa siku Simba walipiga mashuti 8, kati ya hayo 3 yalilenga shabaha, ilhali Yanga walikuwa wamepiga mashuti 6, 2 yamelenga shabaha. Yanga ndio walikuwa nyumbani, Simba walikuwa ugenini katika mechi iliyochezwa kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar na kuisha kwa suluhu. Ni mechi ambayo baada ya mechi kukamilika, Simba walimiliki mpira zaidi kwa wastani wa 51% kulinganisha na 49% za wananchi Yanga. Ikumbukwe, kabla mchezo huu Simba mechi 6 mfululizo walizipoteza kwa watani zao wa jadi Yanga, wakiruhusu mabao 12, wao wakifunga mabao 2 tu. Lakini katika mechi hii waliitawala kwa maana umiliki wa mpira, walionekana kuwa hatari zaidi hasa katika kipindi cha kwanza na mwisho wa siku ikaisha kwa suluhu. Sasa kwenye kucheza kwao kote huko, ukichanganya na kile walichokionyesha katika mwezi wa pili, ndipo ambapo haishangazi kuona kocha Steve Barker akiibuka kidedea kwa kuwa ndiye kocha bora, akiwazidi washindani wake katika mbio za kuwania ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Pedro Gonçalves wa Yanga ambayo ipo kileleni, inaongoza hivi sasa kwenye ligi kuu Tanzania bara, mechi 14, ina pointi 36, imefunga mabao 31, imeruhusu mabao 2. Amemzidi pia Flora Ibenge, mshindani wake mwingine ambaye yupo katika nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, akiwa naye amecheza mechi 14 kama Yanga, ana pointi 28. Simba walikuwa ugenini katika mechi iliyochezwa kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar na kuisha kwa suluhu. Ni mechi ambayo baada ya mechi kukamilika, Simba walimiliki mpira zaidi kwa wastani wa 51% kulinganisha na 49% za wananchi Yanga. Ikumbukwe, kabla mchezo huu Simba mechi 6 mfululizo walizipoteza kwa watani zao wa jadi Yanga, wakiruhusu mabao 12, wao wakifunga mabao 2 tu. Lakini katika mechi hii waliitawala kwa maana umiliki wa mpira, walionekana kuwa hatari zaidi hasa katika kipindi cha kwanza na mwisho wa siku ikaisha kwa suluhu. Sasa kwenye kucheza kwao kote huko, ukichanganya na kile walichokionyesha katika mwezi wa pili, ndipo ambapo haishangazi kuona kocha Steve Barker akiibuka kidedea kwa kuwa ndiye kocha bora, akiwazidi washindani wake katika mbio za kuwania ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Pedro Gonçalves wa Yanga ambayo ipo kileleni, inaongoza hivi sasa kwenye ligi kuu Tanzania bara, mechi 14, ina pointi 36, imefunga mabao 31, imeruhusu mabao 2. Amemzidi pia Flora Ibenge, mshindani wake mwingine ambaye yupo katika nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, akiwa naye amecheza mechi 14 kama Yanga, ana pointi 28. Simba walikuwa ugenini katika mechi iliyochezwa kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar na kuisha kwa suluhu. Ni mechi ambayo baada ya mechi kukamilika, Simba walimiliki mpira zaidi kwa wastani wa 51% kulinganisha na 49% za wananchi Yanga. Ikumbukwe, kabla mchezo huu Simba mechi 6 mfululizo walizipoteza kwa watani zao wa jadi Yanga, wakiruhusu mabao 12, wao wakifunga mabao 2 tu. Lakini katika mechi hii waliitawala kwa maana umiliki wa mpira, walionekana kuwa hatari zaidi hasa katika kipindi cha kwanza na mwisho wa siku ikaisha kwa suluhu. Sasa kwenye kucheza kwao kote huko, ukichanganya na kile walichokionyesha katika mwezi wa pili, ndipo ambapo haishangazi kuona kocha Steve Barker akiibuka kidedea kwa kuwa ndiye kocha bora, akiwazidi washindani wake katika mbio za kuwania ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Pedro Gonçalves wa Yanga ambayo ipo kileleni, inaongoza hivi sasa kwenye ligi kuu Tanzania bara, mechi 14, ina pointi 36, imefunga mabao 31, imeruhusu mabao 2. Amemzidi pia Flora Ibenge, mshindani wake mwingine ambaye yupo katika nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, akiwa naye amecheza mechi 14 kama Yanga, ana pointi 28.